في الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. أشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فجزى الله سيدنا محمدًا خير ما جزى به نبيًا عن أمته ورسولًا عن قومه. اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم ونفسي أولاً بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Watukufu wa Kiislamu, nakusieni kama nami ninavyoihusia nafsi yangu katika jambo zima la kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia katika Qur'an, inna lilmuttaqina mafaza, hakika ya wacha Mungu Allah subhanahu wa ta'ala amewekea sehemu iliyokuwa mzuri, na sehemu hii ni ya mafanikio, ni kufuzu kuingizwa katika pepo. Jambo kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwetu Waislamu ni kumcha yeye, mpaka tukaondoka katika ulimwengu tumekufa hali ya kuwa tupo katika Uislamu, tumekufa na kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, tukiwa minal muttaqin, ni wenye kumcha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika suratu Al-Imran, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا، أني مليو آمن، اتقوا الله حق تقاته، مشيني الله سبحانه وتعالى حقيكم شيء وبيكم شاء الله سبحانه وتعالى، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا isifike siku mkaondoka katika ulimwengu ila muondoke katika ulimwengu hali ya kuwa mmekufa, hali ya kuwa nyinyi ni Waislamu. Watukufu wa Kiislamu, leo insha Allah katika hutuba yetu siku ya leo tutakumbushana na kufahamishana kutokamana na jambo ambalo Waislamu wengi jambo hili tumelisahau, jambo hili tumelidharau, tumelifanya kwamba ni jambo la watu maalum, labda wamechaguliwa wao kwa ajili ya kulifanya hili. Lakini la, jambo hili ni letu sote Waislamu kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na mwenendo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ni jambo gani watukufu wa Kiislamu? Tuwe pamoja kwa muda huu mchache
ili tuweze kupata faida, na sisi inshallah tulifanyie kazi, tulifikishe katika jamii yetu, katika familia zetu, ili tupate faida hapa duniani na kesho akhera tundako. Jambo hilo ndugu zanguni wa Kiislamu ni i'tisam fi umuri al-ma'ruf au i'tisam fi amri al-ma'ruf ay fi umuri al-ma'ruf, ni kushikamana katika jambo zima la kuamrishana mambo mema miongoni wa Waislamu. Al-i'tisam, kuweza kushikamana katika kuamrishana mambo mema. Na hii i'tisam watukufu wa Kiislamu, huku kushikamana katika kuamrishana mambo mema, hii ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametutaka Waislamu tushikamane katika dini yake, tushikamane katika kamba yake yeye aliposema wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Shikamaneni katika kamba Allah subhanahu wa ta'ala, shikamaneni katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, muwe pamoja, wala tafarraqu, wala msifarikiana. Sasa leo tuangalie i'tisam katika kuamrishana mema. Tuna mshikamano gani watukufu wa Kiislamu katika jambo zima la kuamrishana mema na kukatazana mabaya? Kwa nini tulizungumzia swala hili? Kwa sababu ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, tuamrishane mema, tukatazane mabaya. Wa kulifanya hili watukufu wa Kiislamu ni kila Muislamu, ni kila yule anayetamka kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, atakiwa kufanya amri hii, kutekeleza amri hii ya kuamrisha mema na kukataza mabaya. Kwa nini tuseme suala hili? Kwa sababu watukufu wa Kiislamu, katika jamii ya Kiislamu kuna maovu mingi ambayo yanafanyika, hali ya kuwa sisi Waislamu twaona, twashindwa kuyakemea, twashindwa kuyasemea, na wakati mwingine uwezo wa kulisemea jambo tunao, lakini hunyamaza midomo yetu. Tukaona kwamba hili suala labda limechaguliwa watu maalumu waje kuamrisha mema, wakataza watu mabaya, kumbe ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ametupa sifa ya kuwa ummati bora, ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kutokamana na kuamrishana mema na kukatazana na mambo maovu. Aliposema kuntum khayra ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, tumekuwa ummati bora, tumepewa sifa na Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwa umma bora, ummati wa bwana Muhammad, bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kutokamana na kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Na hii ndio sifa yetu, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akatusifu na kutufanya sisi kuwa ummati bora. Ikiwa sisi tumesifiwa kwa sifa hiyo, tutakiwa Waislamu kila mmoja wetu hii iwe ndio ngao yake, akiwa katika familia yake, akiwa katika jamii, akiwa katika kazi zake, akiwa katika ofisi yake, popote atakapokuwa, basi atambue ana kazi ya kuamrisha mema na kukataza maovu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokelewa na Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anasema,
sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nimemsikia bwana mtume Muhammad rehma na amani ziwe juu yake, yakulu, akisema. Bwana Said kamsikia bwana mtume anasema. Bwana mtume anasemaje? marra minkum munkara, marra minkum munkara falyughayyir biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Bwana mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ya kwamba yote ambaye ataona uovu, kuna uovu sehemu unatendeka, kuna jambo baya linafanyika, basi falyughayyir biyadihi, na liondoe jambo hilo kwa kutumia mkono wake. Atumie mkono wake aondoe jambo hilo baya. fa in lam yastati' fa bilisani, ikawa nafasi nyingine ikiwa kashindwa kutumia mkono, basi na atumie mdomo wake, atumie ulimi wake. Lakini asiache ovu hilo likaendelea kufanyika, alikataze, alizuia lisifanyike. fa in lam yastati' fa biqalbihi, ikiwa hawezi kutumia mdomo wake, basi natumie moyo wake. Achukie katika moyo, achukie katika nafsi yake. Akasema, lakini hiyo ni imani dhaifu, uwezo wa kulisemea unao. Kwa hiyo watukufu wa Kiislamu, twapaswa Waislamu tutazame maovu yanayofanyika katika jamii yetu ya Kiislamu, tutazame maovu yanayofanyika katika familia zetu, tuyakataze, tukatazane. Kuna maovu mengi yanafanyika, zinaa matawala katika ulimwengu, mambo mabaya mengi yametawala katika ulimwengu, ulawiti umetawala katika ulimwengu. Umefikia muda mpaka watoto hawana amani, kesi hazimalizi kila siku. Kila siku imekuwa tunakaa na viradio tunasikiliza, leo nani kabaka, leo nani kabakwa. Nani wa kulisemea hili watukufu wa Kiislamu? Ni sisi Waislamu. Wanaofanya haya ni Waislamu waliomo katika jamii zetu. Wanaofanya haya ni jamii yetu sisi. Kwa nini Waislamu isiwe nafasi ya kutumia amri Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa tunaamrishana mema, tunakatazana na maovu? Hii ni amri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kama hatukuifuata amri hii, tukaanza kufanyia kazi tukiwa majumbani mwetu, tukiwa katika kila sehemu, basi tutaendelea kuharibikiwa katika ulimwengu, kwa sababu tumekwenda kinyume na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. yote atakayemdharau tajwa Allah, yote atakayekwenda kinyume na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, atamwona kwamba atapata maisha ya dhiki. Kwa nini Waislamu tupate tabu? Tushikamane pamoja, wa'tasimu bihablillahi jamia, shikamaneni katika kamba Allah subhanahu wa ta'ala, wala tafarraqu, wala msifarikiane. Tusifarikiane Waislamu, tushikamane pamoja, tuweze kuondoa maovu yaliyopo katika jamii zetu. Hakuna mtu wa kuja kutuondolea isipokuwa ni sisi Waislamu, kwa kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Isiwe kazi ya mashehe tu, kazi ya walimu wa madrasa tu, kazi
kazi ya walimu wa mashule tu. Hii ni kazi ya Waislamu wote. Balighu anni walau bi aya. Kwani ndugu yangu Muislamu, lazima ukatoa au zungumzia unaliona hapo linatendeka, kwani usilikataze na uwezo unao? Waislamu, tujitahidi sana katika hili na Allah subhanahu wa ta'ala atatusaidia. Kwa nini? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katuambia waltakum minkum umma yad'una ila alkhair wa yamuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Liwepo miongoni mwenu kundi ambalo linafanya kazi ya kuamrisha mema na kukataza mabaya. Wallahi, hayo makundi yaliyopo Waislamu sisi tunayakejeli na kuyabadha. Tunawaona hawana maana, ni watu wanachoka, ni watu wanashindwa na maisha. Kila majina tumewapa wao, yale majina mabaya yote tumewapa wale ambao wanaamrisha mema na kukataza mabaya. Wameandaa makundi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Majina yote mabaya tumewapa wao. Wamepewa na nani wale? Ni jamii yetu sisi Waislamu. Ni mimi na wewe ndio ambao tukiwaona tuanza kuwasema, tuanza kuwapachikiza majina mabaya. Tunaona hawafanyi la muhimu, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala analifanya jambo kubwa sana. Na Allah subhanahu wa ta'ala atawalipa malipo makubwa kwa kile wanachokifanya, kwa sababu wanatekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watukufu wa Kiislamu, tukumbuke kwamba sote ni wachunga, na siku ya kiyama tutakwenda kuuliziwa kwa vile ambavyo tumevichunga. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ul 'an ra'iyatihi. Yote ni wachunga na kila mmoja atakwenda kuuliziwa kwa kile alichokichunga. Ikiwa familia yako haimtambui Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa watoto wako haimtambui Allah subhanahu wa ta'ala, mke wako hamtambui Allah subhanahu wa ta'ala, wewe ni kiongozi, baba atakwenda kuuliziwa. Kila mmoja atakwenda kuuliziwa kwa nafasi yake. Kila mmoja atakwenda kuuliziwa kwa nafasi yake aliyopewa. Ukijijua kwamba kila mmoja katika ulimwengu ana nafasi, umetumia vipi nafasi yako katika kuhakikisha kwamba unaamrisha mambo mema, unakataza mambo mabaya? Umetumia vipi nafasi yako katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala? Tutakwenda kuulizwa siku ya kiyama, watukufu wa Kiislamu, siku ambayo itakuwa mzito, siku ambayo itakuwa mzito, watukufu wa Kiislamu. Siku hiyo ni siku mzito sana, na ndio Allah subhanahu wa ta'ala katika hili akatuambia kwamba ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, wale ambao wanafuata maamrisho Allah subhanahu wa ta'ala, wanaacha makatazo yake, qu anfusakum wa ahlikum nara, ziokoeni nafsi zenu na watu wenu, ziokoeni nafsi zenu na watu wenu, ziokoeni na moto. Tutaziokoa vipi nafsi zetu? Tutaziokoa vipi nafsi zetu na watu wetu kutokamana na moto, wakati maovu mengi yanafanyika katika jamii ya Kiislamu? Maovu yanafanyika katika majumba yetu, maovu yanafanyika katika sehemu zetu mbalimbali tunazoishi, twashindwa kuyafanyia kazi. Hukuku ya kataza ndio kuziokoa nafsi zetu na kuwaokoa ndugu zetu. Waislamu, tupendane. Ukimwona mwenzako anakosea, mwelekeze, mkataze, achana na lile baya
halifuati jambo jema. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa yamuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yasari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Hawa ndio waumini wa kweli, wanamuamini Allah subhanahu wa ta'ala, wanaamini siku ya mwisho, wanaamrishana mema, wanakatazana mambo mabaya, wanakimbilia katika mambo ya kheri. Wa ulaika minas salihin. Hao ndio watu wema. Sisi Waislamu hatutaki kuwa watu wema. Hakuna anayetaka kuwa yeye mtu mbaya, hakuna anayependa yeye kuingizwa katika moto. Sote tunataka tukaingizwe katika pepo, lakini tutaipataje hiyo pepo? Tutaipata pepo kwa kuifanyia kazi, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameshatupa miongozo. Wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah subhanahu wa ta'ala hakuumba majini na wanadamu isipokuwa katuumba kwa lengo la kuja kumwabudu. Katuwekea sheria mbalimbali, katuwekea mambo ya kufanya tuyafanye, katuwekea mambo haya tuyawache, katukataza tuachane nayo. Watukufu wa Kiislamu, ni wajibu wetu tuamrishane mambo mema, tukatazane mambo mabaya, tuzichunge nafsi zetu ziepukane na maasiya, tuzichunge nafsi za ndugu zetu na jamaa zetu. Innamal mu'minuna ikhwa. Waislamu sote ni ndugu. Tujitahidi sana Waislamu, na Allah subhanahu wa ta'ala atatufanyia wepesi inshallah. Atatujalia tuwe miongoni mwa wale wenye kuamrishana mema na kukatazana mabaya, iwe ni sababu ya kufanya mema na kuingia katika pepo yake. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.